kimejiri huko ndani, lakini pia tuambie mmekubaliana nini mara baada ya hichi kikao kifupi? Jambo la kwanza, tumekubaliana kwamba yaliyopita yamepita. Sasa kama timu ya Simba Sports Club na sisi wana Simba wa Arusha tuungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba michezo iliyo mbele yetu, ukiwepo mchezo wa Jumapili dhidi ya Dodoma Jiji na ule wa Jumatano dhidi ya Fountain Gate wa ligi kuu NBC, timu yetu inapata ushindi na kufikia malengo ya kupata pointi 3 za ligi kuu, lakini kwenda kwenye robo finali ya CRDB Confederation. Kwa hiyo wanasimba wote tunawasihi waje uwanjani sasa kuhakikisha kwamba wanaenda kupata burudani nzuri, lakini tuwatie nguvu wachezaji wetu kuhakikisha kwamba wanashinda mchezo huo, ikiondoka hapa ikiwa imetakata kabisa kwa mchezo uliobaki. Sio mara ya kwanza Simba kuja hapa Arusha. Pengine kwa sababu gani hamkuona umuhimu wa kufanya hili kabla hata ya mchezo husika? Pengine mkazungumza kwamba mna mechi 3 hapa na mnatakiwa kupata matokeo katika mechi zote. Ya tulikaa kama mkoa kwa ajili ya kujadili mechi hizi, hasa ilikuwa mechi moja, lakini hii kikao hichi ni kwa ajili ya kupima au kufanya tathmini yaliyotokea katika mchezo uliopita na namna gani tuangalie mchezo ulio mbele. Kwa hiyo tulishakaa kama wana Arusha, na sio mara ya kwanza kama ulivyosema. Tumekuwa na Simba kwa miaka mingi, kwa viongozi wengi tofauti katika michezo tofauti ambayo tumeweza kufanikisha kupata ushindi. Kwa hiyo sio mara ya kwanza kuwa na Simba. Mwaka huu imekuwa ni kama kawaida tu, na hiyo yaliyotokea tuyasahau na tuangalie mbele. Hiyo pointi tuliyopata inatusaidia kuongeza pointi katika ligi yetu kuu, na tuangalie pointi nyingine katika mchezo unaofuata. Mwenyekiti, pengine kikao hiki nadhani ni njia pekee ya kubadilisha kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu, lakini pia mwenendo wa timu kwa ujumla. Klabu iko vizuri, viongozi wako vizuri, wachezaji wako vizuri. Matokeo yaliyotokea ni matokeo ya mpira wa miguu ambayo yanaweza kutokea wakati wowote, japo haikuwa malengo yetu wala matarajio yetu, lakini ni matokeo. Na kwa hiyo niseme tu tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho tulichokipata kama pointi moja, lakini sasa tuongeze nguvu tuliyokuwa nayo, tuiongeze kuhakikisha kwamba tunaweza kupata ushindi katika michezo iliyobaki. Kuja hapo mbele tuna mechi Jumapili na tarehe 15 pia. Nipende kuambia mashabiki wenzangu wa Simba, tusikate tamaa, tusivunjike moyo. Jumapili tujitokeze kwa wingi hapo uwanja wa Sheikh Amri Abeid kwa ajili ya kuishabikia timu yetu na kuitia moyo na kuwapa moyo wachezaji wetu, maana tunaamini wachezaji wetu wanaweza, wako vizuri na tunaona vile wanavyopambana. Kwa hiyo tufike kwa wingi siku ya Jumapili kwa ajili ya kutoa hamasa na kuwashabikia wachezaji wetu.